Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wamefanya mkutano wao, huku mkutano huo ukitajwa kwamba ulijadili masuala mazito dhidi ya namna ya kukabiliana na Iran. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameeleza wazi akisema kwamba mkutano wake na Rais Donald Trump ulikuwa kama moja ya mikutano bora ambayo tumekuwa nayo katika mahojiano na Fox News. Tunashiriki ahadi ya pamoja. Hatutaki kuona utawala wa kishupavu wa Tehran ukipata silaha za nyuklia ambazo zitatishia kila Marekani, amani ya dunia na kuwepo kwa Israel, aliongeza waziri huyo mkuu wa Israel. Tuna lengo la pamoja na litafikiwa, iwe kwa njia ya diplomasia au njia nyinginezo. Sote tumejitolea katika hili. Hilo ndilo jambo kuu ambalo ningependa muwe nalo kwenye mkutano. Waziri mkuu pia alisisitiza kwamba muungano wa Marekani na Israel bado ni imara kama ukuta wa granite. Rais Trump pia alisema kwamba wawili hao walikuwa na mkutano mzuri sana katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social, akiongeza kuwa mada nyingi muhimu zilijadiliwa. Trump alimkaribisha Netanyahu kuzungumzia vita nchini Iran. Pia walizungumza kuhusu kupanua mapatano ya Abraham kufuatia wito wa Trump kuitaka Saudi Arabia kurekebisha uhusiano na Israel. Hata hivyo, mkutano huo kati ya Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu unatajwa kwamba ni mkutano ambao kimsingi ulikuwa na matarajio makubwa, hasa katika kujadili namna ya kuikabili nchi ya Iran, lakini baadhi ya mambo hayakuelezwa kupitia vyombo vya habari. Ulikuwa ni mkutano mzuri sana na mtu anayejua jambo hilo, alisema waziri mkuu kupitia gazeti la Jerusalem Post. Hakukuwa na makubaliano ya mwisho, lakini wahusika walifanya maendeleo wakati wa mkutano. Vyanzo vya habari vinasema ulikuwa mkutano mzuri sana. Chanzo kikuu cha Israel kilichokuwa katika mkutano huo kilieleza waziri mkuu na Rais Trump walifanya majadiliano mazuri ya kina kuhusu masuala muhimu ya siku zijazo. Kwanza kabisa ni suala la Iran. Viongozi hao walisisitiza ahadi yao ya dhati ya kuhakikisha kuwa Iran kamwe haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Kando, siku ya Jumanne, wanadiplomasia wa Mashariki ya Kati walisema kumekuwa na maendeleo katika juhudi za kutatua mzozo unaozunguka mlango wa Hormuz, ingawa hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa. Waziri mkuu na rais walisisitiza ujumbe kwamba Iran haipaswi kuruhusiwa kupata aina yoyote ya silaha za nyuklia, iwe kwa makubaliano au vinginevyo, na chanzo kingine kikisema na kuongeza kuwa upande wa Israel pia ulikuwa ukielezea mkutano huo kama mzuri na kwamba masuala yote katika ajenda yalijadiliwa. Ujumbe wa Israel ulimjumlisha balozi wa Marekani Yecho Leiter, mkuu wa wafanyakazi wa Netanyahu Ido Norden, katibu wa kijeshi Meja Jenerali Guy Markizeno na washauri Ophir Falk na Caroline Glick. Walikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, waziri wa ulinzi Pete Hegseth, mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi komanda mkuu wa jeshi Jenerali Dan Kane, makamu wa rais JD Vance na mjumbe maalum wa Rais Trump Bwana Steve Witkoff. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema mazungumzo hayo yalichukua takribani saa moja na nusu, yalikwenda vizuri. Netanyahu aliingia ikulu kupitia mlango wa pembeni na haikuwa wazi kama kuna mtu alitoka nje kumsalimia, na inadaiwa kwamba mkutano huu ulikuwa ni wa siri mno na kwamba wakati huu waziri mkuu Benjamin Netanyahu anaonekana kuwa mtu ambaye amefanya mambo hayo kwa siri mno. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia mtazamaji, endelea kuwa nasi wakati wote uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.